za msingi kwenye mkoa mzima, na kwa bajeti hii ambayo tunaendelea nayo zimeongezeka kama shule 3 au 4, kwa sababu hapa Mlowo nafikiri tuna shule pia tunajenga shule sehemu nyingine, kwa hiyo zimeongezeka. Kwa hiyo tunaendelea kunani, lakini zaidi ya 70 katika kipindi hiki kifupi, na tumetumia zaidi ya bilioni 25 katika ujenzi huo. Lakini nje ya hizo shule tumejenga madarasa 580. Kwa hiyo unaweza ukaona tunazungumzia shule, lakini nje ya shule, zile shule zilizokuwepo mwanzo zimeongezewa madarasa 500 na kidogo. Ukichukua hayo madarasa 500 ni shule nyingine kadhaa. Kwa hiyo unaweza ukaona dhamira ya serikali kwenye kuwekeza kwenye elimu na namna fedha nyingi inazopelekwa kwenye eneo hilo. Lakini kwa kipindi hiki tumepokea walimu zaidi ya 350 kwenye elimu msingi tu, na ukiangalia maana yake ongezeko la shule lazima lilikuwa linahitaji ongezeko la walimu ili angalau kupunguza uhaba wa shule. Angalau tunaenda vizuri sana, lakini kwenye elimu sekondari tunafikia 65, na fedha hizi zimewezesha kuongeza kujenga shule mpya 36 mpaka sasa, lakini tumejenga madarasa 700. Kwa unaweza ukaona nikisema shule mpya maana yake ni shule na madarasa yake yamekamilika. Nikitaja madarasa maana yake ni madarasa nje ya zile shule ambazo yameelekezwa kwenye shule za zamani. Kwa hiyo unaweza ukaona, lakini tumejenga nyumba za walimu 170 katika hiki kipindi kwenye shule tofauti. Kwa hiyo unaweza ukaona kazi kubwa inayofanyika. Kwenye eneo la afya, kwa kweli tumepokea fedha nyingi zaidi ya bilioni 32, na fedha hizi zimewezesha kwanza kuanzishwa kwa ujenzi wa hospitali ya mkoa ya rufaa ya mkoa. Huu ni mkoa mpya, ndio wa mwisho kuanzishwa nchini. Kwa hiyo ulikuwa hospitali ya mkoa ilikuwa lazima tuende Mbeya, ile rufaa ya kanda. Baadaye uamuzi ukafanyika hospitali yetu ya wilaya ya Mbozi kuipandisha itoe huduma kwa ngazi ya mkoa. Lakini sasa tumehamia kwenye majengo yetu ya hospitali ya rufaa ya mkoa ambayo yameshaanza kutoa huduma, na kwa kweli ukienda utaona kwamba kweli kuna uwekezaji, kazi kubwa inafanyika. Ingawa tulikuwa na majengo machache, fedha zimekuja, tunaendelea na upanuzi, na naamini muda si mrefu tutakuwa na hospitali iliyokamilika. Lakini kwa sasa pia tayari huduma za kibingwa nyingi zimeshaanza kutolewa hapa. Ni uwekezaji mkubwa, na ukienda utulivu uliopo na mazingira yaliyopo na kazi inayofanyika, unaona dhamira ya serikali ya kuwa na hospitali ya rufaa ya mkoa yenye hadhi sawa karibu na ya rufaa ile ya Mbeya. Lakini tumejenga hospitali mpya 3 za wilaya. Tumejenga hospitali mpya kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma ambayo ina hadhi sawa na hospitali ya wilaya kwa sababu ya mji ule wa Tunduma na umaarufu wake. Lakini pia kwa sababu ni wilaya ya Momba, kule makao makuu ya wilaya Chitete na kwa imejengwa hospitali ya wilaya nyingine ambazo zote zina capacity na ukubwa sawa. Lakini pia tumejenga hospitali mpya Songwe kwenye halmashauri ya Songwe ambayo ilikuwa mji mpya na wilaya mpya. Zamani ilikuwa Chunya, baada ya kugawanywa mkoa ikagawiwa nusu ikawa wilaya mpya ya Songwe. Kwa hiyo tunaendelea na ujenzi unaendelea kwa ngazi tofauti. Tunduma wameshaanza kutoa huduma, Chitete kule Momba wameshaanza kutoa huduma, na Songwe wameanza, ingawa bado ukamilishaji hujakamilika kwa 100%. Lakini tumejenga vituo vya afya 24 kwa mkoa mzima na zahanati zaidi ya 45 kama 45 46 nadhani. Lakini tumepata watumishi wengi wa afya ambao sasa hivi vituo hivyo vyote vilivyoanza kufanya kazi tayari wameshapelekwa na wameshaanza kutoa huduma, na lengo liko wazi, kutengeneza msukumo wa
kupunguza usumbufu wa umbali, lakini na utatuzi wa changamoto za afya kwa wananchi karibu na walipo. Kwa hiyo ndio kubwa, na kwa kweli inafanyika vizuri sana. Kwa upande wa miundombinu kwa barabara, kwa kweli wenzetu wa TANROADS na TARURA wanafanya kazi kubwa. Barabara hizi ambazo sasa hivi tuko kwenye msimu wa mvua, kila inapokatika kama inahusu TANROADS, kwa muda mfupi wanafanya marekebisho na wananchi wanaendelea kufikia maeneo ya huduma, lakini na kurejea makwao. Tuna changamoto ya barabara za msingi sana mbili. Barabara ya kwanza ni barabara ya kutoka Mlowo, mji mdogo uliopita hapo nyuma, kwenda hiyo Kamsamba kule mpaka Ziwa Rukwa na kupandisha mkoa wa Rukwa kwa maana ya Sumbawanga. Hii barabara kwetu ni muhimu sana kiuchumi, lakini tunashukuru Mheshimiwa Rais ameshatoa kibali cha kutangazwa, iko kwenye hatua za mwisho za uchambuzi ili mkandarasi apatikane kwa ajili ya kuanza kujengwa, na tunashukuru sana uamuzi wa Mheshimiwa Rais wa kurahisisha ujenzi wake, kwamba mtangazwa loti mbili. Loti ya kwanza ianzie Mlowo na ya pili ianzie Kamsamba ili baadaye wakutane. Kwa hiyo ile inatusaidia kwa kuwa na uhakika kwamba ujenzi utapoanza kwa muda mfupi tutakuwa tupo kwenye mazingira ambayo yatatufanya tusahau changamoto ya barabara ya sasa. Lakini barabara ya pili ni hiyo ambayo tutapita kesho kama tutaitumia, inaanzia Mbalizi kwenda Mkwajuni, makao makuu ya wilaya ya Songwe. Ni barabara muhimu sana kwa sababu ni barabara inayotuunganisha na wilaya yetu, lakini lazima tupite Mbeya. Kwa hiyo ni barabara muhimu na ni ndefu. Nayo pia Mheshimiwa Rais ametoa kibali cha kutangazwa na tayari wako kwenye hatua ya mwisho TANROADS kwenye uchambuzi. Kipande cha kwanza cha upande huu ni kama ilivyofanyika ya Mlowo, na kule wameweka loti mbili. Sasa kwa sababu upande wa kwanza unahusisha mkoa wa Mbeya, kwa hiyo mkoa wa Mbeya ndio anaishughulikia, lakini kipande cha pili kinatuhusu sisi, na sisi tuko kwenye hatua ya mwisho na zinaenda sambamba na hii ya Mlowo. Kwa hiyo tunaamini muda si mrefu tutapata wakandarasi na ujenzi utaanza. Hiyo kubwa ni hiyo. Barabara nyingine ni barabara ya kutuunganisha na upande wa Kyela, mkoa wa Mbeya, ambayo inaanzia Mpemba. Tayari tuna kilomita zaidi ya 50 karibu za lami mpaka Isongole, makao makuu, ambapo Isongole na Itumba ni miji miwili iliyopo makao makuu ya wilaya ya Ileje. Sasa hivi tumepata mkandarasi pale anajenga zaidi ya kilomita 50 kutoka Isongole kwenda Isoko. Kwa hiyo angalau hiyo itatupunguzia zaidi ya 80% ya distance ya kuikuta Kyela. Na kwa kweli tukifanikiwa hiyo, maana yake mpaka wetu sasa utakuwa salama, kwa sababu ukienda huku tuna njia ya Sumbawanga ambayo tayari imetupatia access ya kwa tunauona mpaka wetu kwa karibu, na huku tukipata hiyo sasa kwa mkoa mzima tutakuwa tumeweka mazingira mazuri ya mpakani ya kuwa na miundombinu ya kutufikisha popote kwenye uangalizi wa ulinzi wa nchi yetu. Kwa hiyo inaendelea vizuri. Kwenye miji yetu tuna mji wa Vwawa Mlowo pamoja na mji wa Tunduma. Tuna mradi wa TACTIC ambao tayari wataalamu wameshaanza kuja. Nafikiri umeona hata barabara ya kuingia kwa mkuu wa mkoa, hadhi yake kidogo bado haijakaa vizuri. Nataka ile ya kuteleza. Kupitia huo mradi tunaamini kidogo itasaidia angalau na eneo hili ambalo kwa kweli limetengwa kwa ajili ya taasisi zote. Ukiingia pale kwenye kona, jengo linalojengwa mkono wa kushoto ni la polisi RPC. Nyuma yake ni watu wa JIPSA, hapo juu ni TANROADS, hapa kuna zimamoto, chini kuna LATRA, kuna nani wote, TRA, mahakama kuu na wenzetu wa CG, TAKUKURU, nani wote viwanja vyao viko kwenye hili eneo. Kwa tunaamini tukiliwekea miundombinu mizuri angalau litaleta sura ya tofauti ya makao makuu ya mkoa. Kwa hiyo kazi inaendelea na tumekubaliana na wenzetu pamoja na kuwa na hiyo miradi, lakini waje na slot maalum kwa ajili ya kukava hapa hata kilomita 2 tu, wazunguke humu angalau wapite humu katikati, tuwe na mji unao makao makuu ya mkoa yenye hadhi hiyo. Kwenye umeme kazi kubwa sana inafanyika.
tunamalizia vijiji vyetu sisi vyote tayari vimeshaunganishwa na umeme mkoa mzima. Sasa hivi tuko kwenye vitongoji, kazi nzuri sana inafanyika. Mheshimiwa Rais alitupatia bilioni 25 kuunganisha vitongoji vya awali ambavyo mwezi wa 3 tarehe 30 mkataba utaisha. Lakini wakati huo unaisha tayari tuna mkataba mwingine ambao umeshasainiwa wa bilioni 27. Kwa hiyo tunaamini baada ya hivi vitongoji vingine vitaendelea kwa awamu hiyo inayofuata. Na mwanzo tulikuwa tuna changamoto, nguzo zilikuwa chini ya 20, zilikuwa kama 25. Lakini 20, uamuzi wa kuongeza nguzo nyingine 40 ili kitongoji kifikie nguzo 60 angalau unarahisisha sasa kufikia wananchi wengi kwenye maeneo yao. Hilo linaendelea na kwa kweli kazi nzuri sana inaendelea. Kwenye upande wa kilimo nimeshasema mwanzo, sina haja ya kurudia, lakini watu wanalima sana huko. Tunatoa mfano kwenye kilimo sisi tunatumia kama tani 300,000 na kidogo kama mkoa kwa maana ya chakula kwa mwaka, lakini tunazalisha zaidi ya tani 1,100,000. Kwa hiyo tuna ziada ya zaidi ya tani 1,100,000 na ndio 200,000, na ndio maana tunajiita ni ghala la taifa. We are part of hiyo, tukizungumzia Ruvuma, Rukwa, Njombe, lakini na Songwe ni sehemu ya wachangiaji wakubwa wa akiba ya chakula cha nchi. Na kwa kweli kwetu sisi kilimo ni biashara. Na hii mambo ya kusema kilimo mimi nalima eka 10 halafu unaniambia ni kujikimu, hapana. Tuiweke ni biashara na tunaiendesha kama biashara. Ukienda kwenye maeneo ambayo tuliweka vituo vya NFRA kununua mahindi, utaenda kushangaa mahindi yaliyopo kwenye magodown ni si zaidi ya 20%. 80% yako nje kwa sababu tumekosa sehemu ya kustore kiwango cha mahindi tulionayo. Kwa hiyo yametengenezewa za shed kwa ajili ya kuhifadhi yasiharibike. Kwa hiyo kazi kubwa inafanyika. Watu wako busy na kwetu hilo linatupa nguvu kwamba huu mkoa speed yake iko vizuri sana. Kwenye maji kweli napo kuna kazi kubwa sana inafanyika, na bahati nzuri leo nimeonana na waziri wa maji. Tulikuwa na changamoto kubwa pale Ruvuma. Mimi nimetoka okay. Nilikuwa kwenye mkutano wa kahawa. Nimemaliza nikawai na ndege ya kwanza kuja huku. Tuna tatizo kubwa la maji Tunduma. Maana lazima tujue tatizo ili tulitafutie suluhisho. Na Mheshimiwa Rais kwa kuona hilo, kwa sababu alipopita hapa mwaka jana tulimweleza na alitoa maelekezo mahususi kwa wizara na sisi kushirikiana kutafuta suluhisho la kudumu. Kwa hiyo wizara wameshafanyia kazi. Tulikuwa tusaini mkataba mwezi wa kwanza mwishoni au wa pili baada ya bunge, lakini tumekubaliana kwa sababu kuna shughuli wanaifanya ile ya mradi wa Mwanga Same, huu tuufanye katikati ya mwezi wa 3. Tufanye signing ceremony. Lakini wakati tunafanya signing ceremony, kwa sababu yule mkandarasi ameshapatikana na mkataba amesha sign, kwa hiyo tumekubaliana yeye aripoti, aanze mobilization ili kazi zisichelewe kwa sababu ya kusubiri kukabidhiwa yeye aanze kila kitu ili wakati tunakuja tu tumeshaanza kuona na wananchi wao wameanza kuona kile ambacho tunakizungumzia. Lakini ni mradi mkubwa kwa sababu una nani mbili. Ya kwanza inagharimu zaidi ya bilioni 100. Ya pili nafikiri itakuwa kwenye bilioni 40-50. Lengo ni kutoa maji mto mmoja unaitwa Mto Momba, tuyalete Tunduma, tusambaze Tunduma yote. Alafu baada ya kusambaza tutoe baadaye Tunduma tulete Vwawa, kwa maana hiyo na wale wanaokaa barabarani na wao wapate hiyo access vile vijiji vya barabarani. Alafu ikifika Vwawa tulete na Mlowo ili tuwe na 100% ya supply kwenye haya maeneo ya miji mitatu mikubwa. Endelea nao, lakini hilo halijatufanya tu focus kusubiria huko tu. Hapa pia kuna miradi mingine ya zaidi ya bilioni 14 ambayo inaendelea kwa maana ya mji wa wilaya ya Momba na hapa.
kuna miradi mingine inaendelea miwili, mmoja wa bilioni 7 na mwingine wa bilioni 6 au 7 hivi kwa hapa tu mji wa Vwawa na Mlowo. Lengo ni kuhakikisha tunafikia ile lengo la ahadi ya ilani la 95% mijini. Hata kama tusipofikia, lakini tuwe kwenye 90, ambayo inaweza ikawa imepunguza kero kwa kiwango kikubwa, na ile baadaye ije kumalizia. Kwa hiyo tunaendelea vizuri sana.